Moja kwa moja kutoka katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa, mchezo mwingine wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika CAF Champions League 2025-26 leo siku ya Jumapili ya Novemba 23 mwaka 2025. Ilikuwa ni mchezo wa hatua ya makundi kwa hatua ya kwanza Ligi ya Mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club akimkaribisha kutoka kule Angola Petro Atletico de Luanda, ama unaweza kuita Petro de Luanda. Ni mchezo ambao ulikuwa ni wa kusaka alama tatu muhimu ili kuweza kujiweka vyema katika hatua inayofuata ya michuano hii katika hatua ya makundi, lakini pia kujiweka vyema kuelekea katika hatua inayofuata ya robo finali ya michuano hii ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Lakini dakika 45 za kipindi cha kwanza zilitamatika katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa kwa timu zote mbili, Simba Sports Club mwenyeji dhidi ya mgeni wake Petro Atletico de Luanda, kwenda mapumziko bila timu zote hizi kuweza kufungana. Lakini mnamo dakika ya 45 za kipindi cha pili timu zote mbili ziliweza kurejea na baadhi pia ya kosa ambazo Simba wameweza kuzitengeneza, lakini pia kuweza kuzitumia vizuri. Pengine huenda wangeondoka pengine na ushindi, ama mechi hii ingemalizika kwa maana ya sare ya 1-1 ama 2. Yale magoli yote mawili alokosa Elim Panzo pamoja na Morris Abraham, ambaye pia aliweza mpira wake baada ya kuelekeza ukaweza kwenda kugonga mtambo wa panya, ama ukaweza kugonga katika mwamba ule na kuweza kutoka nje, na pengine huenda Simba ingeweza kuondoka na ushindi wa magoli mawili katika mchezo huu leo ambao umeanza majira saa 10 kamili jioni katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa. Lakini kwa upande wa Petro de Luanda, licha pia kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, lakini pia kuweza kujilinda vizuri, mnamo dakika 78 kupitia kwa mchezaji wetu Bernardo Diaz, mnamo dakika 78 akaweza kuisawazishia Petro de Luanda mnamo dakika ya 78, mpira ambao ulianzia katikati, akaweza kuekewa penetration pass na kuweza kupiga nje ya boxi, na mpira ule ni kama uliduna na kuweza kumpoteza mlinda mlango Yakub Suleimani, ambaye huyo ni goalkeeper ambaye amechukua pia nafasi ya Musa Pipi Mkamara baada ya kuweza kupata majeraha. Lakini bahati inaendea kwa wao Petro de Luanda. Lakini katika upande wa vikosi vya timu zote mbili, kwa upande wa Simba waliingia na formation ya 4-2-3-1 kwa maana akicheza na mabeki wanne, katikati wawili center back, lakini pia viungo watatu pamoja na mshambuliaji mmoja ambaye alikuwa ni Budo, kwa sababu Mpanzo alikuwa akitokea pembeni, Morris Abraham na akitokea pembeni, lakini Neo Maema pia eneo la katikati, Nabi Kamara, lakini pia Kante pia naye akianza katika mchezo wa leo. Lakini kwa upande wa mabeki alikuwepo Shomari Kapombe, Reshund Roka, Wilson Nango pamoja na Anthony Ligo, la goalkeeper alikuwepo ni Yakub Sule. Lakini kwa upande wa formation ya Petro de Luanda, wao waliingia na formation 3-4-2-1 kwa maana kucheza na mabeki watatu, center back kwa maana viungo wanne pamoja na mshambuliaji mmoja, hivyo katikati na maana waliweka viungo wengi ili kuweza kudhibiti eneo la katikati. Lakini kwa wao ndio bahati inaendea kwao, kwa sababu wameondoka na alama tatu muhimu katika uwanja wa ugenini baada pia dakika zile 7 kuongezwa katika uwanja huo wa Benjamin William Mkapa. Ni CAF Champions League, Ligi ya Mabingwa barani Afrika, mechi za awali za hatua ya makundi kusaka pia tiketi ya kuingia katika hatua inayofuata ya michuano ya hii robo finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Hivyo ndivyo ambavyo Simba amemaliza mechi yake katika uwanja wake nyumbani, akipoteza kwa goli 1-0 mbele ya Petro Atletico de Luanda kutoka kule nchini Angola. Timu hii pia iliweza kucheza mchezo wa kirafiki kabla ya msimu huu wa 2025-26 kuanza. Walicheza dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, na hapo siku ya jana Dar es Salaam Young Africans wao pia wameanza vizuri katika uwanja wake nyumbani kule katika uwanja wa New Amaan Complex Unguja, Zanzibar, dhidi ya timu ambayo watu wengi walikuwa wakitazama kwa jicho kubwa sana, wakisema kwamba ni kundi gumu, lakini ndivyo ambavyo wao wameweza kufanikiwa kuondoka na ushindi wa goli 1 hapo siku ya jana. Goli pekee la Young Africans likifungwa na Prince Mpumbulelo Dube, na wao Young Africans walicheza dhidi ya AS FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco, na goli lao likafungwa na Prince Mpumbulelo Dube. Hivyo ndivyo ambavyo mechi imemalizika. Kwa upande wa Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ni Bernardo Diaz mnamo dakika 78 kutoka Petro Atletico de Luanda
akiweza kuwapa alama 3 muhimu ugenini kwa mbele yao ya Simba Sports Club. Hivi ndivyo ambavyo mwenendo wa mechi uliomalizika leo katika uwanja wa Benjamin William Mkapa leo Novemba 23 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwenye 0 ni Simba Sports Club, lakini kwenye 1 ni Petro de Luanda. Mchezo uliomalizika baada ya dakika 7 kuongezwa, na waliofanikiwa kuondoka na alama 3 muhimu ni Petro de Luanda. Hii ni Nyako TV, usiache kusubscribe wa channel. Mimi ni Official Mutra Msonwaji, kule Instagram za kunifollow kwenye moja la Official Mutra Msonwaji.